Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, na kukaribisha kuweza kufuata taarifa zetu za habari kwa lugha tukufu la Kiswahili, na kuusamini ambao unaendelea kurutegea sikio kila mara na kutupa muda wako. Hii ni Fizi News 24 inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zetu zitaanzia na huko Mikenge ambako jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano na wafadhili wake limefaulu kudhibiti mara tena kijiji cha Mikenge sekta Itombwe siku ya 3 ya wiki tunayo. Hivyo ni baada ya waasi wa FCM 23 na Twigwaneo kuteka tena eneo hilo kwa muda wa siku 2 pekee. Kulingana na ripoti yake msemaji wa jeshi la taifa FARDC kwenye operation za vita soko la pili kusini mwa jimbo hili, Bwana Rigan amesema kuwa jeshi la taifa limeamua kutoka kwa muda Mikenge ili kuepuka umwagaji wa damu kati ya makabiliano. Huyu ameomba wananchi kuendelea kuwa na matumaini ya jeshi lao ambalo ni FARDC. Na habari zingine ni kwamba zaidi ya watu 100 wameathiriwa na ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Vifo 10 vimerekodiwa tangu mwanzo wa mwaka 2026. Idara ya afya ya mkoa wa Kwilu imetoa tahadhari kuhusu kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa kichaa cha mbwa katika mji wa Kikwiti. Tangu mwanzo wa mwaka 2026, zaidi ya watu 100 wameambukizwa ugonjwa huo wa virusi, huku watu 10 tayari wakifariki dunia. Binamu yangu alikuwa muuguzi, aliishi Kikwiti. Wakati alipokuwa akitembea karibu na mtaa wao, mbwa alimkwaruza. Baada ya siku 2 mkono wake ulianza kuvimba. Baadaye hakuweza tena kusimama. Tulimpeleka moja kwa moja katika hospitali kuu, na baada ya uchunguzi ilibainika kuwa alikuwa ameambukizwa kichaa cha mbwa na akafariki dunia. Alizikwa juzi. Kwa bahati mbaya ameacha watoto 5. Mimi nina mbwa nyumbani. Nimemtuma mtoto wangu akaenda kumuuza ili kuepuka matatizo yoyote katika kiwanja chetu, ameshuhudia Bonete Mariel, mkazi wa Kikwiti. Kwa mujibu wa mamlaka za afya, kuongezeka kwa mbwa wanaozurura katika mitaa mbalimbali ya mji huo ni moja ya sababu kuu ya hali ya kutia wasiwasi. Watu wengi walioathirika waliumwa na mbwa wanaoshukiwa kuwa na virusi hivyo. Kutokana na tishio hilo la kiafya, DPS imewataka wamiliki wa mbwa kuwachanja wanyama hao ili kupunguza kuenea kwa ugonjwa huo. Pia imeomba ushirikiano wa viongozi wa maeneo na huduma husika ili kuimarisha hatua za kudhibiti mbwa wanaozurura ovyo ovyo. Kichaa cha mbwa ni ugonjwa unaoua mara tu dalili zinapoanza kuonekana, lakini unaweza kuzuilika kupitia chanjo ya wanyama na matibabu ya haraka baada ya kung'atwa. Tunawaomba watu wote walioumwa na mbwa au mnyama mwingine anayoshukiwa kuwa na ugonjwa huo waende mara moja katika kituo cha afya, alisema Daktari Donaku Makuma, mkuu wa uratibu wa antena idara ya afya mkoa wa Kwilu, DPS Kwilu. DPS pia imeshauri wananchi kuepuka kugusa wanyama wanaozurura na kutoa taarifa kwa mamlaka husika kuhusu mbwa wanaonyesha tabia ya ukali au isiyo ya kawaida. Kichaa cha mbwa ni ugonjwa wa virusi unaoambukizwa kwa binadamu kupitia kung'atwa, kukwaruzwa au kulambwa kwenye kidonda na mnyama aliambukizwa. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani OMS, ugonjwa huo husababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu kila mwaka duniani kote, hasa barani Afrika na Asia. Kwingineko ni ukumbuko ambako shirika la MIDAK lenye kutetea haki za kibinadamu lenye makao yake Makupa Mboko lataja kukemea kwa hali ya juu vitendo vya uporaji wa kutumia silaha dhidi ya raia, wasafiri na pia kuibuka kwa vizuizi bandia kwenye barabara namba 5 ya taifa. Kwa mujibu wake Samia Mimi Kortikol, mratibu wa shirika hilo, ameonyesha hapa picha sasa ndani ya sekta Tanganyika. Kwa niaba ya shirika la kutetea haki za kibinadamu Amidake lenye kuwa na makao makuu yake sekta ya Tanganyika kijijini Mboko, na kwa niaba ya biro ya coordination ya shirika Amidake, tumechukua fursa hii ili kujulisha ama kudenonse vitendo ambavyo vinaendelea kufanyiwa raia ndani ya sekta ya Tanganyika kwa upekee na tarafa la Fizi kwa ujumla. Na waza musiku zilizopita tulikwenda kushuhudia mabariere payante zikivunjwa na uongozi wa jeshi la taifa
wakishirikiana na viongozi wa VDP wazalendo ndani ya sekta ya Tanganyika, sababu sekta ya Tanganyika yenyewe tulikuwa tunahesabu zaidi ya barriere payante 17 kianzia Lweba hadi Makobola. Kwa kweli barriere hizo zilienda kuvunjwa na zikawa hazitumiki tena, lakini kwa sasa kwa mshangao mkuu barriere hizi zinakuwa zinarudia pole. Ifahamike kwamba ni barriere zaidi ya 5 zimekwisha rejeshwa mpaka sasa, tukianzia pale Makobola, Munene, Ilakala, Lweba, Swima, Gastam. Na barriere hizo zinakwenda kuzuru raia wasafiri ambao wanatumikisha barabara ya taifa namba 5 kwa kutoza pesa 1000, pesa 500 na raia wengine hata kutishiwa maisha. Mwisho, shirika la MIDAK laomba kwa viongozi wa serikali kujua jukumu lao la kulinda raia na mali yake. Hivyo sisi kama vile shirika ambalo linatetea haki za kibinadamu tunaomba wakuu viongozi wa serikali kurestore l'autorité de l'État mu parti este ya pays, sababu raia wanaendelea kufanywa vitendo vya uvunjifu wa haki za kibinadamu. Na vile vile tunaomba wakuu viongozi wa jeshi, wakuu viongozi wa VDP kujiokipe na mission regalienne yao ambayo ni kukinga raia na mali zake. Vile vile kukemea vitendo ambavyo vinaendelea kunyanyasa haki ya raia, hususan kuweka ile mabariere payante, mavitendo vya braquage ambavyo vinafanyika mu barabara ya taifa namba 5, na wale ambao wanahusika wachukuliwe hatua za kisheria, et surtout kuvunja zile barriere ambazo tena zinafufuka. Aussi tulitaka kukumbusha kwamba territoire ya Fizi en general, en particulier sekta ya Tanganyika, ni zone ya retour ya barefugie congolais benye balikuwa pale mukambi ya Busuma, province ya Ruigi, pays voisin ya Burundi. Ba retourne biko banaitilize barabara ya taifa namba 5, na walio wengi wako na kuwa wafiktime kwa kutozwa pesa kwa ile mabariere ambayo imekwenda kufufuka. Na ndio maana kwa kutokuwapatia boga ya kurudia, tungeomba vitendo kama hivyo visitishwe haraka iwezekanavyo, kusudi ya kufungua koridoro ya retour kuba rapatrie benye bako natoka Burundi. Huku Misisi ni kwamba raia wa Misisi wameendesha mgomo baridi ulioandaliwa na mashirika ya kiraia sekta Nganja tarafani Fizi kutokana na usalama mdogo unaoshuhudiwa kila kuchao katika kijiji cha Misisi, mgomo ambao umefanyika siku ya pili ya wiki tunayo. Kwa Kipasta Fido, mkuu kiongozi wa shirika jipya la raia sekta Nganja, ameanza kueleza malengo ya wao kuendesha mgomo huu, huku akiomba kwa serikali ya jimbo la Kivu Kusini kuleta amani maeneo hayo ya sekta Nganja sapa Misisi. Leo tuko barabarani kwa uzuni ambao population ya Balala iko nalia kuhusu msalama mdogo ambao unaingia, bifo, uporaji, hakuna usalama yoyote. Ndio population peke wanasema ifale tufanye mgomo baridi ya kuonesha ya kwamba tunachoka na hii hali ambayo tuko naishi mjini. Vifo biko natokana na washikasira ambao tuko nao. Juu benye biko na uwa watu banavala teni militaire. Juu biko natembea na kuua watu mjini. Juu tuweze kula watu bengine, juu tuko naona benye biko na kuwa na uwa watu anavala teni militaire, c'est-à-dire benye tulikuwa naona sema atatulinda, ndio benye banaanza kutuua. Hivi tangu mwezi ya 6 tuko ni sabia ka 6 ya watu ambao baisha kufa. Ba kuchomwa bisu bile ndio atuisabie tena. Tunaomba kwa viongozi wa tarafa ya Fizi wala Sud Kivu batulete usalama wetu ambao tuko na lomba. Kama banaona benye tuko nabo baisha choka, batosha abo batupatie bengine, na gouvernement congolais inatuachilia saji ya raia yeye peke njana anaanza kutafuta kisi ya kudilinda. Upande wa raia wa kijiji cha Misisi wamepokea namna gani mgomo huo? Hapa tuwasikilize. Maana hii ni kitu ya societe civile ilifanya ya maana. Juu precisement shie tunasumbuka sana na insécurité. Dede shi batu tunaturuzaka tunapataka ile na ito du jour, mais hatufurahie. Mais tunalomba kwa serikali ingejikaza kabisa tusikie na tufanye usalama makina shi tushie kwa salama. Tuziambia serikali ya Kinshasa ikamate maamuzi yao itufanyie sécurité. Juu precisement hatuwezi lipa tax wala tufe kitu yoyote bila insécurité.
juu presima hakuna mtu atazifaa kusema ndio alipe tax, na Kinshasa naye hawezi pata ile namna ya kupata ile recette, na tuko mu insécurité. Jikaze tukamatie ma decision tupatie amani. Asante Sawa mundu. Ndiyo, niko mkaaji hapa Misisi na niko mchuruzi. Hali iko hapa Misisi, tunaishi mu insécurité. Tantoko nafunga kazi ushalala, bale watu wanatuletea kufanya security na njoo tena wanageuka ba mwizi. Wanaanza kutunyanyasa, masimu zinaibiwa, biashara mnyumba, paka na pesa zinaibiwa, mamipanga kutukata, masasi make kutua saa vile manyama. Leo ndiyo maandamano, societe civile iliandaa maandamano na ni amana sana. Lakini kushie baton de jour. Ndiyo tunaweza furahi kwa sababu maandamano samwe inaweza leta solution. Lakini kushie baton de jour vraiment tunaendelea kusirika ili hii hali isirudirie tena. Ni kuwasi watu waangalilie kisi ya kutuletea security ndani ya mwingine na kukimbiza insecurity ili tuishi kwa amani. Kwingineko ni huko Mukera ambako mkuu wa kijiji cha Mukera Mbokashe Tumbula 13 aomba kwa vyombo vya usalama kutekeleza makubaliano walioyachukua kwa pamoja, huenda yaweza kwa suluhu ya usalama mdogo unaoonekana kushamiri katika eneo hilo. Akizungumza na TV yako, bwana Mbokashe Tumbula 13 ameonyesha kuwa swala la usalama ni dharura kwa raia wa Mukera na kando ambako vyombo vya usalama vinatakiwa kutekeleza kama jukumu lao. Kikao cha usalama ilikuwa tarehe 7. Ndani ya kikao tulitosha azimio yenye kuonyesha kama wanajeshi wote wa wazalendo, polisi na FARDC wanapaswa wafanye ekipe ya PM ili wao wanafanya doria usiku na mchana juu ya kutekeleza vitendo vibaya ambavyo vinapitika ndani ya hiyo decision. Imeshaanza kuwa aplike au imebaki kwa makaratasi tu? Hiyo nadhani baada ya kufanya kikao jana, walifanya kikao ya kukusanya wanajeshi ili kazi ianze, na tamani labda kesho taratibu hiyo itaanza sasa. Hiyo inaweza kuleta suluhisho kama wanajitoa kutumikia wakaaji kwa roho moja na kwa kuheshimisha sharti ambayo wao wanajeshi walijitoa ya kulinda raia na mali yao. Nadhani hiyo inaweza kuleta suluhu. Kwa mwisho, ujumbe yangu ni kwa wanajeshi wote wa taifa na wazalendo na wa polisi wanaopatikana katika kijiji cha Mukera watambue kama walijitoa kwa kutumikia nchi na kulinda nchi na mipaka na kulinda raia na mali yao yote. Wanapaswa waheshimishe hiyo taratibu ili wakaaji wana amani kabisa. Kwenye habari zingine ni kwamba bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepitisha sheria ya kuwezesha kufanyika kwa kura ya maoni ima referendum itakayowezesha wananchi kutoa maoni yao moja kwa moja kuhusu swala kubadilishwa kwa katiba. Mtazamaji mpenzi, ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa lugha tukufu la Kiswahili, na kusamini kwa kuendelea kufuata vilivyo na kutoka muda wako. Hii ni Fizi News 24 inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.